You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Bwana uwezo, kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru asubuhi tena ya leo kwa siku hii ulionipa, kwa siku hii uliogharimika kusudi mimi nipate uzima. Bwana mwenye uwezo na mamlaka yote, nyosha mkono wako kwa hii neno. Acha uwepo wako ushuka kwa neno hii ambayo itakuwa chanzo kubwa cha watu wako kurudi na kuangalia na kupenda kukusikia wewe anayesema ukweli. Bwana, kubali niwe chombo asubuhi ya leo kwa wapendo wote, niwe chombo ambacho italeta uzima na italeta baraka kwa maisha yao. Anza nasi hiyo kipindi, na bariki wasikilizaji wote. Wapendwa, utabarikiwa kwa hiyo neno, utainuka na utashukuru Mungu. Baba, kubali tuanze na wewe na tumaliza na wewe kwa ajili ya utukufu wako, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye neno, wewe ni Mungu mwenye upendo mwingi. Bariki kanisa letu, bariki wapendo wote watakayofuata hii neno, na bariki nchi yetu kusudi amani na furaha izidi kwa mambo yote. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana apewe sifa sana. Bwana atukuzwe milele yote. Bwana akubariki wewe anayenifuata sahihi. Bwana Mungu ainua maisha yako tena kwa kufuata neno hii. Bwana akukumbuke wakati unaposikia neno hii. Bwana awe na wewe mahali ulipo. Bwana Mungu wa uwezo akubariki. Bwana, tumerudi tena kwa hiyo neno letu la kila siku. This is the fourth part, ambayo ni neno ya nguvu sana, ina upenyo mwingi kwa maisha yetu, na itatusaidia sana kwa sababu tukilisikia na kuweka manane ya kwamba ni neno la Mungu, si neno la watu. Wapenda, ukumbukeni ya kwamba hakuna kitu kilichoumbwa dunia hii, kuanzia kwa dunia yenyewe vile ilivyoumbwa, wewe na mimi hatujui na haukukuwa. But tulisoma kwa Biblia ambayo ni takatifu na ni kinywa cha Mungu na ni neno la Mungu, ikatonyeshe vile Mungu alivyoumba dunia hii. Wapendwa, dunia hii iliumbwa na neno, si maneno. Mungu aliamuka akamua kunena maneno. Alinena neno, kwa sababu maneno ni ya watu. Mtu akianza kusema maneno yake ataweka uongo nyingi kwa kupendeza wale wanaomsikia. That's why hata leo kanisani tumepata maneno inakuwa nyingi sana. Hakuna tena neno la Mungu kanisani, kuna maneno inafanana ya Mungu. That's why kanisa imepoteza nguvu yake, kwa sababu ya viongozi na wahubiri kukosa kutuambia neno ya Mungu, neno kabisa ya Mungu. That's why tunasoma tena hapo Zaburi 107, Psalms 107 verse 20, ambayo Mungu anaongea. Mungu hakutuma maneno, na Mungu hataki watu wengi. Ukumbuka ya kwamba Mungu anamwambia Yeremia, nendeni tumeni watu kwa viwanja vyote vikubwa, munitafutie mtu ambayo ako ready. Mungu hatafuti watu, Mungu anatafuta mtu ambayo ako ready.
kufanya kazi yake vile anavyopenda. Wapendwa, wewe ukinifuata ni sawa tu, but unifuata kwa makini, kwa sababu sijakuja na maneno yangu, sijakuja na ujuzi, sina ujuzi wowote, but I have a revelation. I have a revelation to tell you today. Biblia inasema nini? Verse 20. He sent forth his word and healed them. Akawatumia neno na neno ikawaponya. Akawatumia neno in plural. Plural. Akawatumia neno. Alitumia watu wengi neno moja, akatumia watu wengi neno hiyo, na neno ikawaponya. Neno tu ikaponya watu? Yes, ikaponya watu. Biblia inasema mwanzo wa kila kitu, kisoma Genesis chapter 1 verse 1, asema in the beginning there was what? In the beginning, mwanzo kulikuwa neno. Neno ilikuwa from the beginning. Neno hakukuwa maneno. Maneno imekuja after dunia kuharibika. Ujuzi ya watu ikaingia kwa mambo ya Mungu. But wakati Mungu alituma neno, sababu moja ilikuwa neno iponya watu. Uponyaji wa neno inaanza spiritually. Wakati moyo wako umepona na neno, umeguswa na neno, utaamua watu do. Utaamua watu do. Wakati moyo wako, kumbuka watu wa Matendo ya Mitume, baada ya Peter kuongea neno under anointing of the Holy Spirit, that was the first time Peter asimama mbele ya watu wengi aongee. Peter was anointed. He was anointed with the word of God. Akanena ukweli wote. Neno la Mungu ni ukweli. Neno la Mungu ni ukweli. Hakuna mtu mwenye anasikia ukweli, mtu akimwambia ukweli kuhusu maisha yake yenye alificha haikujulikana, na mtu fulani anakuja anaanza kumwambia, huyu mtu atafurahia, huyu mtu atakasirika, ndani ya moyo wake atakasirika, ataonyesha vile huyu mtu anakuja kunidharau. Anakasirika kwa nini? Kwa sababu ni ukweli. Inagusa moyo wake. Wakati moyo wa mtu imeguswa na neno la Mungu, hiyo ni njia ya huyu mtu kupona. Atapona kabisa spiritually, atapona. Hata kama atapinga, atende kukaa peke yake kando hivi, akaanza kutulia, atulie, aanze kufikiria, kutafakari neno aliyesikia, mara moja dhamiri yake itamwambia, mbona unafanya moyo wako mgumu kwa hii neno? Kwa sababu ni ukweli. Bwana pewe sifa sana. Na mara moja, wakati hao watu wa Matendo ya Mitume walipomsikia Peter, walikuwa 3,000. Walipomsikia Peter, hawakujizuia. Hawakuulizwa nani ataokoka. Nani ataokoka? Wao kwa sababu ya ukali wa neno kwa mioyo yao, wakaamua, wakasimama juu, wakamwambia Peter, brothers, what are we going to do to be like you people? Hey, Peter wakawambia, nini mutatubu? Leo kanisa hakuna mahubiri ya kutubu. Mahubiri yote imeharibika, inakuwa corrupted. Utabarikiwa. Utabarikiwa. Ndugu, baraka ya Mungu inafata watakatifu. Inafata wale wanaotii neno lake.
Baraka ya Mungu, that's why baraka ya Mungu inapendeza. Mungu abariki wale wanaomfuata, wale wanaosikia neno lake na kuiweka kwa tendo. Ndugu, there is a condition for you and me to be blessed. Mungu anamwambia Joshua, hii kitabu isiondoke machoni pako. Kwanza kwa macho isiondoke. Hii kitabu isiondoke. Uisoma usiku na mchana. Haitoshi. Uisoma usiku na mchana. Hii neno uisome usiku na mchana. Number 1. Number 2. Na kutenda sawasawa vile ilivyoandikwa, ndipo utabarikiwa. Biblia inasema utakuwa successful through this word when you read it and you practice it. No matter what, you will see the blessing of God. Kwa sababu Mungu ndio anaongea. Anamwambia Joshua, hii kitabu siondoke machoni pako. Hii kitabu uisoma usiku na mchana, usiku na mchana, na kutenda sawa sawa vile ilivyoandika. Vile unaona imeandikwa, tenda hivyo na fanya hivyo. Tenda hivyo, tenda kabisa vile unasikia, vile unasoma, macho yako inasoma. Mungu anamwambia Joshua, usoma na kutenda vile umesoma, ndipo utafanikiwa. Maneno ya Mungu, Mungu hana maneno nyingi. Mungu anatafuta kwetu utiifu. Haleluya. Mungu anatafuta kwako na kwangu utiifu, tumutii neno lake. Most of the time tumesahau kutii Mungu, tumetii watu. Bwana asifiwe. Wakati wameshika Peter, Simon Peter, I love this man. Tukienda mbinguni natafuta Simon Peter nimuone, nimuulize mambo aliyoongea. Wakati walipowashika wakachapwa sana. Kisha kuchapwa sana kesha asubuhi tena mapema, Peter yuko kwa kanisa, anaanza kuhubiri tena. Watu wakaenda mbio kuambia Wasadukayo, wale watu mlioshika jana na kuchapa sana, leo tena wako kanisani wanahubiri Yesu yule. Wakaja tena kuwashika. Tuliwakataza from yesterday na tukawapiga. Mbona hamkusikia? Hatutaki mufanya mambo yote, but hiyo njina hiyo musihitaji hapa. Mwache kabisa. Peter kauliza, judge yourself brothers, tuwatii nini ama tutii Mungu? Mtu wa kutii ni Mungu. Asema anatuma, akawatumia neno na neno ikawaponya. Ndugu, receive your sight as I'm talking to you right now. Receive your sight, receive your spiritual feelings as I'm talking to you now in Jesus' name. Mungu akuinua tena ukisikia neno hili. Mungu akuinua tena kwa sababu ni neno lake. Asema aliwatumia neno na neno ikawaponya. Nilikwambia, who is the word? Who is the word? John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Anasema hivi, in the beginning was the word, and the word was with God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him nothing came into being that has come into being. In him was life, and the life was the light of man. Ndani ya neno kuna nuru. Asema ndani ya neno kuna nuru. Hakuna kitu kilichoumba yenyewe bila neno. Mungu anasema atawaponya kwa neno. Mambo yuko hapa ni mambo ya uponyaji.
wa kiroho, uponyaji wa moyo wako. Ndugu, kama wewe ni mwizi, hata ukienda kwa daktari anatoka Amerika, ako na degrees nyingi, akipasua moyo wako hataona mali kuna uongo. But the word of God, when you believe it, lazima neno itakonyesha mali upo ni unaongea uongo. The word will show you. Who is the word? Jesus Christ is the word of God, the true, the life word of God. Jesus Christ, the one God sent for you and I to be happy, to be blessed, to be strong, to be victorious, to be whatever you want to be. Through Jesus, through this word I'm talking to you today, God will change your life. Asema hakuna kitu kilichoumbwa dunia hii vile unavyoiona bila neno. Mungu alikuwa na neno tu. Nataka kuwe nuru. Biblia inasema na nuru ikawa. Nataka kuwe hivi. Vyenye Mungu anatazama kusema, anafikiria kusema, mambo alikuwa anasema inafanyika hapo, si kesho. But leo watu wanapoteza nguvu iliyo ndani ya Kristo, wanajiundia vitu vyao, wanatengeneza njia rahisi. Mungu si wa kusaidia bwana. Mungu hasaidiwi na mwanadamu. Mungu ako full of power. Mungu ako strong kuliko vitu vya. Hakuna mtu dunia hii mwenye kuna nguvu kuliko Mungu. Mungu si wa kusaidia. Kumbukeni what happened wakati walipochukua sanduku la Bwana wakaenda nalo, likawaletea shida. Wenyewe wakaelewa kwamba hapana, hii ndio shida tunayo. Sanduku hii ndio shida. Turudisha sanduku ya Bwana kwa Israeli. Tuirudishe kwa Israeli. Wakati wanachukua sanduku wakaweka juu ya gari, Biblia inasema ikaenda ngambo moja. Jamaa akaenda pana, anataka kutengeneza ikaa vizuri. Kushika tu hivi, mara moja alikauka hapo akafa. Mungu si wa kusaidia. Mungu si wa kusaidia. Soma neno lake, ambia watu what God wants. The will of God ni sisi tusikia neno lake na tuitenda sawasawa na vile ilivyo. Ni sisi tusikia neno lake. Ndugu, acha kusikia maneno ya watu, inakuletea shida. Maneno ya watu haitakupeleka mahali. Hakuna baraka kwa maneno ya watu. Kuna baraka kwa neno la Mungu. Kuna uponyaji kwa neno la Mungu. Kuna utukufu kwa neno la Mungu. Peter hakujulikana kwa sababu alisoma sana. Peter hakujulikana kwa sababu alikuwa mrembo sana. Peter hakujulikana kwa sababu alikuwa na nguvu sana. Peter hakujulikana kwa sababu alikuwa na ujuzi sana. Peter alijulikana mbele ya watu 3,000. Peter akajulikana kwa sababu ya neno lililotoka kinywani mwake. When God inspire you, people will follow you. People will love you. When God inspire you, dear pastor, dear preacher of the word of God, when God inspire you, people will follow you. Watu watakufuata. Utapendeza watu. Mioyo ya watu itakupenda. Ndugu, usikubali mtu akupende kwa macho. Akubali ukuumiza mtu kwa ukweli fulani. Shakama. Umiza mtu kwa ukweli fulani, umuonyesha ukweli wote. Biblia inasema kwamba we shall know the truth and the truth shall set free. You are not free because of that anointing oil. Never. You are not free because of that holy altar. You are not free because of something else. You are free when you heard and practice the word of God. Oh, come on. The word of God is powerful to transform, to change your life. The word of God. Your blessing is inside the word of God. The word of God. Hear the word, practice the word. Follow the word, love the word. That is Jesus you are going to love. Why? Because Jesus is the true word, the life word of God. Kola Kimisi. Hallelujah.
Jesus is powerful. No one is like him in this world. Jesus. Oh, Kaimala. Jesus, hallelujah. Jesus Christ, the true word of God, the powerful word of God. Jesus Christ, Lord, we love you. I love you because of who you are. You are the powerful one in this world. Asema akawatumia neno na neno ikawaponya. Wenye mgonjwa, acha kunywa mafuta. Believe the word. Kama Mungu anakuambia kunywa mafuta, utakunywa mafuta hiyo, utapona. But kama mtu yoyote anakuambia kunywa mafuta, utakunywa mafuta hiyo, itakuletea shida. That's why wakati Elisha alisikia Mungu kamwambia lala juu ya ule mtoto, akafanya hivyo. Si vile watu wanafanya leo kanisani. Mtu analalia mama wa wenyewe ati ni ukombozi, ni uponyaji. Mungu alikuambia. Kama Mungu hajakwambia ndugu, don't do that, italeta shida. Believe you me, use the word, send the word, speak the word. Speak the word. Any situation must hear you. No matter how it look like. Hata kama wanasema hii laana, hakuna kitu ingine, ni lazima. Chukua hiyo laana, peleka msalabani. Biblia inasema kwamba alichukua laana zetu, akaziweka chini ya ulinzi wake. Biblia inasema alivunja mamlaka yote, alivunja hiyo ni neno inakwambia. Ndugu, soma neno, chukua Biblia iwe rafiki mwema. Chukua Biblia iongoze maisha yako. Unateseka sana, unahangaika sana. Why? Kwa sababu hautaki kusikia Mungu, unasikia watu. That's why unateseka. Nimekuja kwako kukwambia usiteseke tena. Wewe si part ya poverty. Wewe ni part ya baraka. Baraka ya Mungu lazima ikufikie. Wakati unaposoma neno lake na kuitenda sawasawa na vile ilivyo, Mungu ataambia baraka. Baraka nenda mbio kwa Lawrence. Baraka nenda mbio kwa Gatere. Baraka nenda mbio kwa Roger. Baraka nenda mbio kwa Musembi. Baraka nenda mbio kwa mtu yoyote. Baraka nenda mbio. Mungu atatuma baraka, itakufuata. Baraka itakufuata. Ona baraka ilimfuata Mefiboshet, mwenye kufukuzwa, mwenye kutupwa. Hata vile mfanyakazi wa baba yake alileta ripoti yake kwa Daudi, akamwambia, akamuuliza, kwani kwa nyumba ya Sauli akubaki mtu hata mmoja? Ni neno. Akamwambia, anayebaki huyo mtu hana miguu. Hana miguu huyu mtu. Kulingana na vile ulivyosema mfalme Daudi ya kwamba ukichukua usukani wa Israeli, viwete haitaingia Yerusalemu. But huyo mtu ni kiwete. Oh, let me tell you, baraka na neno ikafata Mefiboshet mahali alikuwa. Mefiboshet alikuwa, wakaona gari ya mfalme imepita. Wakati gari imepita ya mfalme, watu wanasimama wanajiuliza mfalme anaenda wapi? Kumbe mfalme hakuwa ndani. He sent them. He sent them to bring Mefiboshet. Mefiboshet akatolewa mahali alikuwa. Watu wakasimama wakaona ni mfalme anapita. Wakati neno itakaa ndani mwako, utakuwa mfalme dunia hii. Utakuwa mfalme spiritually, utakuwa mfalme physically, utakuwa mfalme financially. Kitu na huwa watu leo kanisani ni finance. Ndugu, hakuna kitu ambacho inaweza kukuletea finance kama bado haujashika neno la Mungu. Neno la Mungu itakuletea, itakufungulia milango yote. Come and ask me. Nikashikilia neno la Mungu, nikafanya vile naweza nipendeze Mungu hata dakika moja. Si siku mzima, dakika moja tu nasoma neno fulani, nalitii, naliweka kwa tendo. Ndugu, finance inakuja yenyewe. Mungu atapeana order na finance. Hakuna kitu Mungu atambia ikose kukufikia. Mungu alisema wewe utabarikiwa. Ukiingia mjini utabarikiwa. Ukifika mjini, unatokaka kwako unaenda mjini town,
mudini Nairobi, unatoka huko bila baraka yoyote, mwisho wa yote unaibiwa simu, unarudi jioni hauna simu, unatoka na gari vizuri, kurudi jioni wanakugonga, sio unagongana, wanakugonga. Why? You don't have the word to lead you. Daudi anasema neno lako liwe taa kwa miguu yangu, kusudi nisigonge jiwe. Wakati neno la Mungu itakaa ndani mwako, neno la Mungu itakuwa taa, itangazia mwili wako, utaona zaidi ya vile wewe uona. Neno la Mungu itafanya miguu yako iwe na macho. Oh, hallelujah. Praise God. Neno la Mungu itafanya miguu yako iwe na macho, iwe mchana iwe usiku, hata giza ya kushika na mkono, miguu yako itaona jiwe. Hakuna mahali popote mguu wako hauwezi kugonga kwa chochote. Why? Kwa sababu kuna taa inayoangazia miguu wako, kuna taa inayoangazia njia zako. Taa hiyo ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Wapendwa, sikia neno hili. Penda Mungu akongelesha, penda neno lake, kwa sababu kanisa imejaa na maneno. Pastor anaweza kuchukua 30 to 1 hour akiongea kuhusu yeye mwenyewe. We are not there to hear pastor, we are there to hear God. Only God. Acha mahubiri yetu yaanza na Yesu, mahubiri yetu iishe na Yesu. Is the Alpha and Omega. Tuanza na yeye, tumaliza na yeye. Mambo yetu tuiweka kando, tusiongee madhabahuni mambo inatuhusu na familia zetu. Haitasaidia mtu, haitaokoa mtu. Maushuda nyingi leo inao kanisani ni vichwa kutengeneza, wanalipa watu ni kama wanasaidia mtu. Mungu aliniponya, nilikuwa na ukimwi, Mungu aliniponya, na kumbe hana ukimwi, hawana chochote. Mimi nikaomba Mungu, si kama mtu anasema ulimponya ako na ukimwi na haja kuwa na ukimwi, siache ukimwi mshike, aone vile ukimwi inafanyaka watu. Mungu aliponya. Mungu akiponya mtu ni lazima mtu mwenyewe atashuhudia. Mtu mwenyewe hataambiwa kushuhudia. Wale watu waliomsikia Peter akiongea hawakuambiwa okoka. Naye anataka kupea maisha yake kwa Kristo. Hawakuulizwa chochote. Why? The word himself was so powerful to transform them, to make them happy, to make them decide what to do. The word himself, the word was so powerful. Wakatetemeka mbele ya neno ya ukweli. Hakuna mali Mungu aliongea nduku, hakuna mali Mungu aliongea dunia ikabaki. Ona Yesu kwa msalaba akajaribu akaongea, akaita baba yake kwa lugha yao, akasema Eloi 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 lama sabachthani, baba yangu mbona umenyacha? Mambo ikabadilika, ulimwengu ukatetemeka. Dunia ikatetemeka. When you speak the true word of God, lazima giza itakujua. Giza itakujua. Ulimwengu wa giza utatetemeka. Oh, let that word be in you richly as I'm talking to you. Let that word be in you richly in Jesus' mighty name. Bwana nakushukuru sana. Acha nitangaze uponyaji, baraka, kuinuka na kuinuliwa kwa neno hii, kwa yeyote atakayesikia, hata kama hako wapi, hata kama hako desperate. Mungu wangu, acha neno hii irudisha tena upendo wa kukusikia, upendo wa kukufuata na kusoma Biblia. Biblia ndio chanzo. Hakuna kitabu dunia hii kuliko Biblia. Wapendwa, nunua Biblia. Acha Biblia ya simu, nunua Biblia yako. Iwe na pages like this one. Usome. Bwana wa uwezo, kwa jina la Yesu Kristo, na bariki kila mtu anayefuata na mwenye atafuata akiwa na ugonjwa. Bwana, acha neno hiyo ibadilisha maisha yake, kwa sababu hii neno iko na uwezo wa kuumba upya mtu. Bwana, natangaza uumbaji upya kwa mgonjwa yote, kwa kila mtu ambaye anajiona ako na laana. Hakuna laana inaweza kustamili mbele ya neno lako. Oh,
Biblia sema kwamba there is no condemnation for those who are in Christ. We are in Christ. We are in the world. Not in the world. We are in the world. We are living in the world. We are whatever we are doing, we do it in the world. Lord, come down and touch your people. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. Lord, show yourself to them. Show yourself to them. Waonyesha kwamba wewe ni Mungu aliyetuma neno hili kwa kinywa changu. I'm just a simple preacher, oh Lord. But neno lako iponye moyo wa mtu, iponye roho ya mtu, iponye mwili wa mtu, iponye akili ya mtu, damu ya mtu fulani iokolewe kwa neno hii ya uwezo, kwa sababu Yesu, wewe ndio neno la uzima. Yesu, wewe ndio neno ya ukweli. Yesu, wewe ndio neno inayoleta baraka kwetu. Bwana, kubali maombi haya, ifikie kila mtu, hata kama amechoka kwenda kanisani, but through this word, acha moyo wake uinuka tena, upendo wake uinuka tena, akutafuta wewe. Sifa na shukrani zirudi kwako milele. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu naomba na kuamini. Amen. 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 Mpendwa, barikiwa sana. Na ukitaka tuongee mimi na wewe, chukua namba yangu ya simu 0722 82 96 55. 0722 82 96 55. God bless you. Next week on Tuesday at the same time. More love to you. Bye. Bye. Thank you.